Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Roboti wenye umbo la binadamu wafanya mazoezi ya kwanza kwa maandalizi ya mbio za nusu marathon Beijing. Akili bandia rahisisha huduma za afya katika hospitali ya Wuhan nchini China. Na masoko ya maua Beijing ya shamiri kadri majira ya masika yanavyoanza. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darush. Baadhi ya roboti zinazofanana na binadamu na zinazotarajiwa kushiriki katika mashindano ya nusu marathon mjini Beijing zimekamilisha mazoezi yao ya kwanza kukimbia siku ya Jumapili. Hii ni kwa ajili ya maandalizi ya mashindano makubwa yatakayofanyika mwezi Aprili mwaka huu. Tom Wanjala anaeleza zaidi. Mashindano hayo yamepangwa kufanyika tarehe 19 Aprili mwaka huu katika eneo la Beijing Economic Technological Development Area. Katika tukio hilo, wanariadha binadamu watakimbia pamoja na roboti kwenye njia moja, lakini kila kundi litakuwa na mkondo wake tofauti. Kutakuwepo na uzio au vizuizi katikati ya barabara ili kuhakikisha usalama wa washiriki wote. Zaidi ya timu 20 kutoka kampuni kubwa na vyuo vikuu mbalimbali zilishiriki katika mbio hizi za majaribio. Mashindano ya mwaka huu yanaonyesha maendeleo makubwa ya teknolojia, kwani roboti zitakimbia kwa kutumia mfumo wa kujiongoza zenyewe bila kuongozwa kwa mbali. Roboti hizo zinategemea ramani za kielektroniki na mifumo ya kufanya maamuzi iliyo ndani yake. Hii ni tofauti na mwaka uliopita ambapo roboti zilikuwa zinaongozwa na kudhibitiwa kwa mbali na wataalamu. Njia ya mashindano pia imeboreshwa na kufanywa kuwa ngumu zaidi. Inajumuisha miteremko ya barabara za jiji, maeneo yenye kupanda na kushuka, pamoja na njia zinazopita katika bustani za umma. Hali hii inalenga kuzipa roboti changamoto ya kuonyesha uwezo mkubwa wa kukabiliana na mazingira tofauti na kutumia mifumo ya kisasa ya kudhibiti mwendo. Lengo kuu la mazoezi haya lilikuwa kupima utayari wa teknolojia wa roboti pamoja na uwezo wao wa kujiongoza katika mazingira halisi ya mijini. Baadhi ya masuala yaliyokuwa yakiangaliwa ni pamoja na uwezo wa roboti kutambua mazingira, kuelekeza njia kwa wakati halisi, kufanya maamuzi na kudumisha nguvu kwa muda mrefu ili kukabiliana na hali mbalimbali za mashindano. Katika mashindano ya Aprili mwaka uliopita, roboti iitwayo Tiangong Ultra ilikimbia umbali wa kilomita 21 kwa saa 2, dakika 40 na sekunde 42 na kuibuka mshindi kati ya timu 20 zilizoshiriki. Wakati huo wanariadha kutoka Ethiopia walishinda mbio za nusu marathon kwa upande wa wanaume na wanawake. Matumizi ya teknolojia ya akili bandia maarufu kama AI yanaendelea kubadilisha sekta ya afya nchini China. Katika hospitali kuu ya Wuhan, teknolojia hiyo sasa inasaidia madaktari kufanya kazi kwa haraka zaidi kwa kushughulikia majukumu ya kawaida na hivyo kuwapa muda zaidi wa kuhudumia wagonjwa kwa umakini zaidi. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Hospitali kuu ya Wuhan imeanza kutumia teknolojia ya AI katika takriban maeneo 20 ya huduma za afya. Teknolojia hiyo sasa inasaidia kusoma sampuli za maabara, kuandika rekodi za wagonjwa, pamoja na kuwaongoza madaktari wakati wa upasuaji. Kuandika rekodi za wagonjwa kulikuwa kunachukua muda mwingi. Kwa sasa, kwa msaada wa akili bandia, sasa nina muda zaidi wa kuzungumza na wagonjwa na kufikiria na pia kutathmini hali zao na kuandaa mpango wa matibabu unaowafaa zaidi. Katika hospitali hii ya kisasa, sampuli za uchunguzi wa magonjwa zimebadilishwa kwa mfumo wa kidijitali. AI huzichunguza kwanza na kutambua maeneo yenye hatari kubwa ndani ya sekunde chache, jambo linalosaidia madaktari kufanya maamuzi ya haraka.
Mkurugenzi wa idara ya patholojia Zhang Hongfeng anasema matumizi ya AI yameongeza ufanisi wa kusoma sampuli kwa 20% hadi 30% na pia kusaidia kupunguza uwezekano wa makosa ya uchunguzi. Rais wa hospitali hii anasema maendeleo haya ni sehemu ya mpango mpana wa kujenga mfumo janja wa taarifa za afya unaounganisha huduma za mgonjwa kuanzia nyumbani, hospitalini na hata baada ya matibabu. Baada ya wagonjwa kufika hospitalini, mfumo wetu wa usimamizi wa taarifa husaidia kupanga vipimo vyao kwa ufanisi na kuunganisha haraka na wataalamu sahihi wa matibabu. Majira ya masika yanapoanza kushika kasi katika jiji la Beijing nchini China, masoko ya maua yanaendelea kushuhudia ongezeko la wateja wanaonunua maua na mimea ya kupamba nyumba zao. Jacob Mogoa na taarifa hiyo kwa kina. Kadri baridi kali ya majira ya baridi inavyoondoka na nafasi yake kuchukuliwa na upepo mwanana wa majira ya masika, masoko ya maua mjini Beijing yanaanza kushuhudia ongezeko la wateja. Moja ya vituo vikubwa vya usambazaji wa maua kinatarajia mauzo kuongezeka kwa angalau 10%. Katika wilaya ya Shunyi iliyoko kaskazini mashariki mwa Beijing, kituo cha usambazaji wa mimea ya kijani na maua katika Beijing International Flower Pot kimekuwa na shughuli nyingi, huku wateja wakifurika kununua maua na miche mbalimbali. Mimi huja hapa kununua maua mabichi kila majira ya masika. Napenda mazingira yenye rangi na uhai wakati huu wa mwaka. Pia hupenda kuwa na mimea ya kijani na maua ndani ya nyumba. Kutokana na matarajio ya ongezeko la wageni, wafanyabiashara karibu 100 katika kituo hicho tayari wameagiza zaidi ya maua na miche milioni 20 kwa ajili ya kuuza. Aidha, kituo hicho kinapanga kuandaa matukio maalum yenye mada mbalimbali ikiwemo tamasha la maua ya tulip ili kuvutia wateja zaidi na kuongeza biashara. Mahitaji ya wateja yamebadilika kutoka ununuzi wa bidhaa muhimu wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa Kichina hadi ununuzi wa maua ya kawaida kwa ajili ya kupamba nyumba kila siku. Hamasa ya wakazi kununua maua bado ni kubwa. Tunatarajia mauzo katika majira haya ya masika kuongezeka kwa takriban 10% hadi 15% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Aliongeza kuwa hamasa ya wakazi kununua maua bado ni kubwa na wanatarajia mauzo ya majira ya masika mwaka huu kuongezeka kwa takriban 10% hadi 15% ikilinganishwa na mwaka uliopita. China imeweka mkazo mpya katika kulinda mazingira na kupambana na kuenea kwa jangwa kupitia mpango wake wa 15 wa miaka 5 wa maendeleo wa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kuimarisha juhudi za upandaji miti na kurejesha mazingira katika maeneo mbalimbali ya nchi. Ronald Mutia na ripoti. Mpango wa 15 wa miaka 5 wa China, yaani kuanzia mwaka huu hadi mwaka 2030, unalenga kuendeleza udhibiti wa kuenea kwa jangwa kupitia mpango wa misitu ya kinga wa kaskazini ambao ni mradi mkubwa zaidi duniani wa upandaji miti. Mpango huu mpya wa miaka 5 uliopitishwa na wabunge wa China unadhamiria kuendeleza kikamilifu kwa miradi mitatu muhimu ya mpango wa kitaifa wa misitu ya kinga katika maeneo ya kaskazini mashariki, kaskazini na kaskazini magharibi mwa China. Miradi hiyo mitatu inahusu eneo la ukanda wa Oxi, jangwa la Taklamakan, maeneo mawili ya mchanga ya Ochin na Andashake pamoja na maeneo ya karibu ya mikunjo ya mto Njano. Ili kufuatilia maendeleo, mpango huo umeweka viwango maalum vya mazingira hadi mwisho wa muongo huu. Kiwango cha misitu na nyasi kinatarajiwa kufikia 40.9%. 67% ya ardhi ya mchanga inayoweza kudhibiti itawekwa chini ya udhibiti, na kiwango cha jumla cha uoto wa mimea katika maeneo ya mchanga kinatarajiwa kufikia 22%. Jiang Huaqing ambaye ni mwanasayansi mkuu wa chuo cha misitu cha China anasisitiza umuhimu wa kutumia mbinu za kisayansi zaidi katika kudhibiti kuenea kwa jangwa. As the program enters a critical phase in its all-out campaign to tackle the toughest challenges, the philosophy behind science-based desertification control has evolved from simply enhancing vegetation coverage to promoting comprehensive ecological restoration across affected areas. We are now utilizing technologies including remote sensing, artificial intelligence, and big data to make our efforts more precise and efficient. SciTech Empowerment is helping us consolidate this green Great Wall in North China. Kikosi cha 16 cha wahandisi wa ujenzi wa barabara cha walinda amani wa China chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS kilikamilisha kusawazisha na kukarabati barabara ya kufikia kituo muhimu cha maji katika eneo la Wao mapema mwezi Machi. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kituo hicho kimekuwa chanzo muhimu cha maji kwa jiji la Wao. Hata hivyo,
miundombinu duni, miaka ya uharibifu uliosababishwa na mvua na magari pamoja na ukosefu wa matengenezo viliacha barabara hii ikiwa imeharibika vibaya, ikiwa na mashimo, vumbi jingi na madimbwi ya matope yaliyokuwa yakiwasumbua wakazi mwaka mzima. Ili kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hili, walinda amani wa China walipewa jukumu la kuboresha miundombinu. Baada ya kupokea jukumu hilo, kikosi cha wahandisi wa ujenzi wa barabara cha walinda amani wa China kiliratibu mara moja na mamlaka za eneo hilo. Wakifanya kazi katika joto kali na dhoruba za mchanga zilizokuwa zikitokea mara kwa mara, wahandisi hawa walikarabati barabara kwa kujaza mashimo kwa tabaka, kusawazisha uso wa barabara na kuikandamiza mara kwa mara ili kuhakikisha njia hiyo ni salama na thabiti. Ili kuhakikisha ubora wa juu, walitumia vifaa vya kitaalamu vya upimaji kuchunguza kiwango na mteremko wa uso wa barabara, kuhakikisha ukarabati unakidhi viwango vya uhandisi na utadumu kwa muda mrefu. Huyo hapa ni mmoja wa wakazi wa eneo hilo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush. Mhandisi wa China ni bora sana. Mmeweza kutatua tatizo la muda mrefu lililokuwa linatusumbua, na kwa zana na vifaa vyenu mmeleta tofauti kubwa kwetu. Bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa zinaendelea kuvutia wanunuzi wengi wa kimataifa katika soko la kimataifa la biashara la Yiwu, ambalo ni soko kubwa zaidi duniani la bidhaa ndogo. Tujiunge na Zakia Pong atufahamishe mengi zaidi kwenye sehemu yetu Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Bidhaa zinazowezeshwa na teknolojia ya kisasa zinaendelea kupata umaarufu sana kwa wanunuzi wa kimataifa katika soko la kimataifa la biashara la EU, soko kubwa zaidi duniani kwa bidhaa ndogo, lililoko mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China. Likijulikana kama duka kubwa la manunuzi duniani, soko hilo lililoko EU linafurahia ukuaji imara wa biashara ya nje mwaka 2025, licha ya mazingira magumu ya biashara ya kimataifa. Thamani ya jumla ya mauzo na manunuzi katika kituo hicho cha bidhaa ndogo iliongezeka kwa 26% mwaka kwa mwaka wakati wa robo tatu za mwanzo na kufikia rekodi ya juu ya zaidi ya yuan bilioni 630. Kwa mujibu wa forodha ya EU, ukuaji huo umetokana na waagizaji walioko EU kufanya kazi ya kupata maagizo zaidi katika masoko yanayoibuka na kuvutia wanunuzi kwa bidhaa zinazolengwa kuendana na nchi na sehemu tofauti. Wamiliki wa biashara wanasema vifaa hivi vya kivumbuzi vinasaidia sana katika kuchochea ukuaji. Kwa mujibu wa Wang Guoxing, mmiliki wa duka, mwaka jana mauzo ya duka lake yalifikia dola za Kimarekani milioni 100, ambalo ongezeko la mara 5 zaidi ya takwimu za mwaka juzi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na kuvutia. Tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT.
Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第8课，马丁比我大3岁。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 鹏 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 有 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 同 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 学 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 也 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 'Tafuta. Tafadhali, angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na Pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第1个，学 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个，同 Niambie, ipi ni sahihi? 第3个，有 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个，盆 Niambie, ipi ni sahihi?
一个做。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.